Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa kituo cha Kenyan Media, hamjambo. Karibu ili niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Mimi ni Mr. Eagle Ezra. Baada ya Raila Odinga pamoja na Rais Ruto kuweza kutia sahihi makubaliano ya kufanya kazi pamoja, yani kumaanisha chama cha ODM kitakuwa kinashirikiana na serikali ya Mheshimiwa Ruto, Wakenya wengi walitarajia mabadiliko kuweza kutokea ndani ya serikali. Na hatimaye Rais Ruto ameweza kufanya mabadiliko ndani ya serikali yake. Ameanzia upande wa principal secretaries, wasaidizi wa mawaziri. Na kulingana na taarifa ambazo zimeweza kutolewa kutoka ikulu kuu ya Kenya, zinasema kwamba Rais Ruto ameweza kuwabadilisha makatibu wa wizara mbalimbali 6, akaweza kuwapeleka kwenye kazi tofauti, alafu akaweza kuwaleta wengine wapya, yani ameweza kuwanominate wengine wapya 14, including the allies of former Prime Minister Raila Odinga. So katika hii handshake ambayo Raila Odinga waliweza kufanya na William Ruto, Raila Odinga ameweza kuona matunda kwa sababu wandani wake wameweza kuletwa ndani ya serikali. Katika barua ambayo iliweza kutolewa na msemaji wa ikulu mwenye anaitwa Hussein Mohamed siku ya Alhamisi tarehe 20 mwezi wa Machi mwaka 2025, Bwana Hussein Mohamed aliweza kusema kwamba Rais Ruto ameweza kumpandisha ngazi Amos Gatesha kutoka kwa utumishi wa umma ama kutoka kwa idara ya utumishi wa umma mpaka kumpeleka kuwa naibu msimamizi wa wafanyakazi, yani Deputy Head of Public Service. Na nielewa. So Gatesha ameweza kutolewa kutoka kuwa mfanyakazi ama kutoka kwa department ya wafanyakazi, amepelekwa kuwa Deputy Head of Public Service. Number 2, Rais Ruto ameweza kumpandisha ngazi Edwin Kisiangani mwenye amekuwa kihudumu katika sekta ya ICT ama ukipenda kwenye wizara ya ICT, na sasa hivi ameweza kumpandisha ngazi, ataenda kukuwa mshauri mkuu wake Rais William Samoei Arap Ruto kwenye maswala ya kiuchumi. By the way, Rais Ruto atakuwa na advisors wangapi ambao watakuwa wanamuadvise kuhusiana na uchumi? Kwa sababu kuna David D, kuna Moses Kuria, kuna Felix Koskei, not Felix. Kuna Hilary Koskei. Isiti Hilary Henry, yule mwenye alikuwa waziri wa masuala ya pesa kitambo. Na kuna wengine. So Rais Ruto atakuwa na advisors wangapi wa kiuchumi? Na uchumi sioni kama unakuwa sawa. So kutoka hapo, hao ndio ambao Rais Ruto ameweza kupandisha ngazi. Unanielewa? Kutoka hapo, Rais Ruto akaweza kunominate 14 new cabinet, 14 new principal secretaries. Mtu wa kwanza ni Jane Kare Imbunya. Rais Ruto akaweza kumpendekeza kuelekea kwa State Department for Public Service and Human Capital Development. So huyu atakuwa anafanya kazi katika sekta ya wafanyakazi mwenye anaitwa Jane Kare Imbunya. Huyu ni mpya kabisa. Kutoka hapo Rais Ruto akamleta principal secretary mwingine mpya mwenye anaitwa Regina Akoth Ombam, akaweza kumpeleka kuelekea kwa State Department for Trade. Huyu ni mwandani wake Raila Odinga. Na Raila Odinga by the way ameweza kupewa wizara mbalimbali, including wizara ya fedha, na unaona mtu wake ameweza kuwekwa kwenye wizara ya biashara, huyo mwenye anaitwa Regina Akoth, kumaanisha kwamba handshake inafanya kazi. Kutoka hapo
Rais Ruto akaweza kumleta mwingine mwenye anaitwa Cyril Wagunda Odede, akampeleka Public Investment and Asset Management. Huyu ni mpya. Kutoka hapo Caroline Wanjiku Karugo, allied to Raila, akaweza kumpeleka East African Community Affairs. So ukiweza kuangalia Caroline Wanjiru Karugo, mwandani wa Raila, because tumeweza kuambiwa kwamba allied to Raila, ameweza kupelekwa East African Community Affairs. Yeye atakuwa anasimamia tu masuala ya nchi za Afrika Mashariki, principal wa nchi za Afrika Mashariki. Unanielewa penzi watazamaji? Rais Ruto akaweza kumleta cabinet, yani principal secretary mwingine mpya mwenye anaitwa Oluga Frederick Ouma, akampeleka medicine services ama medical service. Huyu ni mwandani wa Raila Odinga. Tayari unaona kuna kitu ambacho kinaitwa handshake kinafanya kazi. Kutoka hapo vile vile Rais Ruto akaweza kumnominate Ahmed Abdisalan Ibrahim, National Government Coordination. Vile vile Rais Ruto akaweza kumpendekeza Judith Naiyan Pareno, akampeleka kwenye wizara ya Justice ama kwenye huduma ya Justice, Human Rights and Constitutional Affairs. I think hapa ameweza kumpeleka katika afisi ya Attorney General. Kutoka hapo Boniface Makoha akampeleka Economic Planning. Huyo ni mpya. I think yeye ni handshake inafanya kazi, ladies and gentlemen. Kutoka hapo vile vile Professor Abdul Razak Shaukat, Science, Research and Innovation, akaweza kumpeleka hapo. Stephen Isaboke akampeleka upande wa Broadcast and Telecommunication. Huyo ni Mkisii, na ninadhani kwamba it is courtesy of the handshake if I'm not wrong. Kutoka hapo Michael Lena Salon akapelekwa Devolution, Ugatuzi. Fikrini Katoi Kajimbi, Youth Affairs. Karen Agengo Achieng, handshake iko kazi, akapelekwa Children Welfare Service. And Aden Abdi Milan, Shipping and Maritime Affairs. Mnanielewa wapenzi watazamaji? Vile vile Rais Ruto kitu ambacho aliweza kukifanya, aliwabadilisha baadhi ya wafanyakazi wengine ambao walikuwa nafanya kutoka kwa wizara moja, akawapeleka kuelekea kwa wizara nyingine. Yaani principal secretaries kutoka kwa wizara moja akawapeleka kuelekea kwa wizara nyingine. Mfano, kuna huyu mwenye anaitwa Julius Bitok mwenye amekuwa akifanya katika idara ya immigration. Rais Ruto ameweza kumpeleka State Department of Basic Education, mahala ambapo mtu mwenye alikuwa anaitwa Belio Kipsang alikuwa anashikilia kwa muda mrefu. So mtu mwenye anaitwa Julius Bitok ameweza kupelekwa education, na mwenye anaitwa mwenye anaitwa nani wewe, ameweza kuondolewa pale, bwana Kipsang Belio. Kutoka hapo vile vile Rais Ruto kitu ambacho aliweza kukifanya ni hichi. Aliweza kumuondoa mtu mwenye anaitwa Teresia Mbaika, akampeleka Department for Aviation and Aerospace Development. Mtu mwingine mwenye ameweza kuchukuliwa mahala kwingine ni Ishmael Madei, mwenye ameweza kupelekwa State Department for Special Program, pamoja na Harry Kimtai ambao wameweza kupelekwa State Department for Medical Services. So ladies and gentlemen, Belio Kipsang mwenye amekuwa kwenye idara ya education kwa muda mrefu ameweza kupelekwa upande wa immigration, mahala ambapo Bitok alikuwa anashikilia. Kando na mabadiliko hayo ndani ya makatibu wakuu wa wizara mbalimbali, Rais Ruto vile vile aliweza kufanya uteuzi mpya ndani ya serikali yake. Mfano, aliyekuwa
waziri wa afya Susan Nakhumicha ameweza kupewa kazi mpya na Rais Ruto katika serikali yake ya broad based government ambayo iliweza kuiunda na Raila Odinga baada ya Nakhumicha kupoteza kazi ya uwaziri. So katika hiyo barua vile Nakhumicha aliweza kutumwa kuhudumu kama permanent representative of the permanent mission of Kenya to the United Nations Habitat in Nairobi. So atakuwa anafanya kazi na UN, lakini atakuwa na hudumu kutoka kwa afisi yake upande wa Nairobi. Kando na Nakhumicha, Rais Ruto vile aliweza kumteua James Buyekane Muhati pamoja na Abdi Dubat Fedo, who were selected as Consular General in China and Arusha. So James Buyekane atakuwa na hudumu kama Consular General katika embassy ya Kenya ambayo iko upande wa China. Vile Abdi Dubat Fedo atakuwa na hudumu kama Consular General wa Kenya katika taifa la Tanzania, embassy ya Kenya ambayo iko upande wa Arusha, Tanzania. Vile Rais Ruto, kando na uteuzi huo wa makatibu, aliweza kumchagua Peter Tum kama Kenyan ambassador kuelekea taifa la DRC, huku upande mwingine Alfred Kombundo aliweza kuteuliwa kama Deputy Head of Mission in Belgium. Uteuzi wa Nakhumicha unakuja siku chache baada ya kuweza kumlilia Rais Ruto kwamba amekuwa nje ya baridi sana, amekuwa nje ya serikali. Kwa hivyo basi na yeye anapaswa kuweza kupewa kakazi kakushikilia baada ya kupoteza nafasi ya waziri. Unaelewa, mawaziri wengi waliweza kupoteza kazi ya waziri baada ya maandamano ya vijana wa Gen Z, kama vile Ezekiel Machogu, kama vile Bwana Moses Kuria na wengine. So ladies and gentlemen, this is a reshuffle ambayo tunasema kwamba is a first shift. Second shift nayo inakuja because tumeweza kuona kama vile anaitwa nani yule, kuna blogger wa Raila Odinga wa Azimio ameweza kukosekana hapa, na watu wanasema kwamba huenda akapatikana pale. Alikuwa anaitwa nani yule? Kuna blogger anaitwa nani, Opiyo ama nani, ameweza kukosekana hapo, lakini tunaambiwa kwamba kuna another reshuffle ambayo inakuja. Hii ilikuwa ni ya kuonja waweze kuona jinsi ambavyo Wakenya wana react. Sijui wewe umeweza kuridhika na haya mabadiliko ambayo Rais Ruto ameweza kuyafanya ndani ya serikali yake. Sijui wazo lako ni lipi? See you in the next video. God bless you. God bless Kenya. Asanteni sana.